Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Hii ni robo ya kwanza mwaka 2026. Na juma hili tunaenda kuliangazia somo la 11. Somo linalosema kuishi pamoja na Kristo. Hii ni Sabato mchana. Somo la juma hili Wakolosai sura ya 3 aya ya 1 hadi 17, Warumi sura ya 1 aya 18, Warumi sura ya 6 aya 1 hadi ya 7, Waefeso sura ile ya 4 aya 22 hadi 24, Kumbukumbu la Torati sura ya 7 aya ya 6 hadi ya 8, na Samueli wa kwanza sura ya 16 aya 23. Fungu la kukariri linatoka kitabu cha Wakolosai 3 aya ile ya 14. Neno la Mungu linasema, zaidi ya hayo yote jivikeni upendo, ndiyo kifungo cha ukamilifu. Kwa kawaida inasisitizwa kuwa hatupaswi kukazia fikra sana mambo ya mbinguni, vinginevyo hatutakuwa wenye manufaa katika dunia. Ingawa ni kweli kwa namna fulani, kuna dhana muhimu kama hii ambayo Paulo anaiangazia katika Wakolosai sura ile ya 3. Tukikaza fikra sana katika mambo ya duniani, hatutakuwa na manufaa kwa mambo ya mbinguni kwa Bwana. Paulo anaelekeza fikra zetu katika kanuni nyingi za kivitendo za maisha halisi zinazotoka mbinguni na zinazoweza kueleweka tu kwa waliofufuka pamoja na Kristo. Wakolosai 3 aya ya 1. Ushauri wa Paulo ni kanuni halisi za kivitendo ambazo zitaimarisha uhusiano wetu wote na si tu ndani ya kanisa. Yesu alisema, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni, maana yeye huwaangazia jua lake waovu na wema, huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Mathayo sura ya 5 aya 44 na 45. Inaonekana ni jambo lisilowezekana, au sivyo? Kwa mtazamo wa kibinadamu, tunapaswa kufa kabla hatujaishi kwa ajili ya Mungu. Ndiyo sababu ni lazima tuyafikiri mambo ya mbinguni ikiwa tunatumaini kuwa na manufaa yoyote katika dunia kwa Baba yetu wa mbinguni. Juma hili tutaona njia ambazo kwazo kuishi pamoja na Kristo kunaweza kuleta mabadiliko sasa na milele. Jifunze somo la juma hili kwa maandalizi ya Sabato ya Machi 14. Jumapili tutajifunza mada isemayo kuwa na mtazamo wa mbinguni. Jumatatu, komesha kuwa wa kidunia. Jumanne, unaofanywa upya upate ufahamu. Jumatano, mwenendo wa maisha mapya. Alhamisi, kuishi maisha mapya, na Ijumaa, jifunze zaidi. Mungu atubariki sote na nikutakie wakati mwema.